Mkoa kwa mkoa, taifa kwa taifa, bara kwa bara, na Jukoki TV, mwanga wa Injili. Mtazamaji na msikilizaji wa Jukoki TV, natumia nafasi hii kukaribisha katika somo la leo ambalo tutakuwa tunaendelea kujifunza kila siku kwa kadiri Mwenyezi Mungu anavyokubariki. Na somo ambalo tutakuwa tunaendelea nalo linahusiana na dalili za mapambazuko. Karibu tuweze kuomba tunapoingia katika somo hili. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unaishi juu mbinguni, maisha yetu tunayakabidhi mikononi mwako sasa, na tunapohitaji uweze kutuongoza, tunapohitaji kujifunza neno hili, tunaomba utuongoze katika mianzo hii kuelekea miisho. Roho wako Mtakatifu awe mwalimu na kiongozi, kwani tunaomba tukiamini katika jina lake Yesu, amina. Somo letu ambalo tunatembea nalo katika siku njema ya leo linazungumzia habari za dalili za mapambazuko. Dalili za mapambazuko. Karibia kila jambo unaloliona kabla halijawa ziko dalili zinazoonekana. Kwa mfano kama ni mfanyabiashara ambaye anafanya shughuli mbalimbali za kibiashara, kabla hajapata hasara, ziko dalili zinazoonyesha ya kwamba muda sio mrefu mfanyabiashara huyu atapata hasara. Lakini vivyo hivyo kwa mfanyabiashara mwenye mafanikio, ziko dalili ambazo zikionekana ni dalili zinazoonyesha ya kwamba anapata faida kutokana na biashara anazozifanya. Wenye hekima waga wanasema ya kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Hata wakulima waga wanaelewa ya kwamba mawingu haya ni ya mvua na mawingu haya sio ya mvua. Haya mawingu ndani yake kuna mvua na mawingu haya ndani yake hamna kitu, ni mawingu tu. Waga wanasema sana wenye hekima, yaani unapoona usiku umeendelea sana, ujue ya kwamba mapambazuko yanakaribia. Dalili za mapambazuko. Zaidi sana nitazungumzia habari ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Hilo ndilo jambo ambalo kwa neema ya Mwenyezi Mungu nitakuwa nikilizungumzia katika somo hili. Jambo ambalo ninahitaji kulizungumzia limejengwa sana katika kitabu cha Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24, karibia sura nzima, lakini vipo vipengele vichache nitavizungumzia, alafu ni kuonesha jambo ambalo unatakiwa uwe makini nalo, linaloonyesha ya kwamba Yesu Kristo anakuja kama dalili halisi ya mapambazuko halisi ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Na ninapohitaji kuingia kwa undani zaidi katika somo hili, nahitaji nikwambie ya kwamba habari za kuja kwa Kristo mara ya pili ni habari ambazo utakiwi kuzipuuza, kwa sababu kuja kwa Kristo mara ya pili ni tukio halisi ambalo litaonekana kama ambavyo lilionekana tukio halisi la kuja kwake mara ya kwanza. Kwa hiyo kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili ni tukio halisi ambalo litaonekana na watu wote wataliona. Unaposikia habari hizi usipuuzie, badala yake zingatia na kuwa makini. Dalili za kuja kwa Kristo mara ya pili. Nikupeleka katika mafungu haya mawili ya hitimisho ambayo Yesu Kristo alikuwa anayazungumza, ili ya kwamba baadaye tuje tuyaangalie zaidi, tuangalie kwa nini Yesu Kristo alikuwa anayazungumzia kwa kina mafungu haya, mambo haya. Kwenye Mathayo sura ya 24 aya ya 32 na aya ya 33, neno la Mungu linasema, basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu. 33 wanasema, nanyi kadhalika myaonapo haya yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Myaonapo haya yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Sasa swali la msingi na la kujiuliza ni hili: kwa nini Yesu Kristo alisema maneno haya kwenye fungu la 32 na fungu la 33? Kwa nini Yesu anasema ya kwamba kwa mtini jifunzeni?
kwa mtini jifunzeni, ni kana kwamba Yesu Kristo anaturudisha nyuma, anatuambia mambo kadhaa ambayo tunatakiwa kujifunza kwenye habari za mti mti wa matunda. Kabla hujaweka matunda, viko vitu ambavyo waga vinaonekana. Maua yanaonekana, haya maua ni ya matunda, haya maua sio ya matunda. Kwa hiyo mti kabla hujaweka matunda, ziko dalili zinazoonekana. Lakini vivyo hivyo mti matunda kabla hayajaiva, ziko dalili zinazoonyesha ya kwamba haya matunda kweli yamefanya nini? Haya matunda yameiva. Yesu Kristo anasema kwa mtini jifunzeni mfano huu. Kwa nini Yesu Kristo anasema kwa mtini jifunzeni mfano huu? Na kwa nini Yesu Kristo anasema kadhalika myaonapo haya yote tambueni ya kwamba yu karibu mlangoni? Yu karibu, Yesu Kristo anakuja. Mnapoona dalili hizi, sasa dalili hizi ni zipi? Tunarudi kwenye Mathayo sura ya 24 kuangalia kwa undani zaidi ya kwamba hizi dalili ni zipi. Unaposoma utagundua ya kwamba Yesu Kristo anaposema hivyo kwenye Mathayo sura ya 24 anazungumzia dalili fika zinazotuonesha ya kwamba huu ni mwisho wa dunia, na hii ni dalili ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Hilo ni jambo la muhimu sana, na Mathayo sura ya 24 inazungumzia vitu viwili vya msingi ambavyo ningetamani uvijue. Vitu viwili vya msingi, naam, vitu vitatu. Jambo la kwanza anazungumzia kuangamizwa kwa Yerusalemu. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili Yesu Kristo anazungumzia habari za kuja kwa Kristo mara ya pili, ambazo kuja kwa Kristo mara ya pili linaweka kitu cha tatu, ambazo ni mwisho wa dunia na kufungwa kwa historia ya dunia. Mathayo sura 23 fungu la 37 hadi fungu la 39, uangalie Yesu Kristo alikuwa anazungumza nini. Inaonekana Yesu Kristo alikuwa analia na kuomboleza kwa ajili ya mji wa Yerusalemu, humo ndani yake likiwemo na hekalu la Wayahudi ambalo walikuwa wanalitumia kuabudu. Yesu Kristo alilia na kuomboleza. Unaposoma fungu la 37 hadi fungu la 39 Mathayo 23 utagundua ya kwamba Yesu Kristo alikuwa ameomboleza sana kwa ajili ya taifa la Israeli, kwa ajili ya mji wa Yerusalemu. Kwa ajili ya mji wa Yerusalemu alikuwa anaomboleza. Mara baada ya Yesu kuomboleza, anatoka ndani ya mji wa Yerusalemu, anaelekea katika mlima wa Mizeituni. Sasa anapoelekea katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wote wanamfuata Yesu Kristo, wanahitaji wamuoneshe majengo ya hekalu. Maana kwa Wayahudi walipenda sana majengo ya hekalu, walipenda sana hekalu. Maana hekalu lilikuwa limejengwa mlimani, mahali ambapo palikuwa pameinuka juu, na wote walikuwa wanaangalia. Sasa wanahitaji wamuoneshe ili hekalu la Yerusalemu. Sasa ukisoma fungu la sura ya 24 fungu la kwanza na fungu la pili, unaona kitu cha namna hiyo. Yesu Kristo akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonesha majengo ya hekalu. Fungu la pili linasema, naye akajibu akawaambia, hamuyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe lingine, jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Marko sura ya 13 aya ya pili anasema halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa. Kwa hiyo Yesu Kristo anawaambia jambo hilo wanafunzi wake. Yesu anawaambia wanafunzi kuwa majengo haya yote mnayoyaona yatabomolewa yote, wala halitasalia jiwe juu ya jiwe lingine, halitasalia jiwe juu ya jiwe lingine. Anawaambia maneno haya. Sasa wanafunzi wake kama Wayahudi wengine walikuwa wanafurahia sana, furaha yao yote ilikuwa ni juu ya majengo ya hekalu la Yerusalemu, na walijisifia uzuri wa hekalu. Wanafunzi wa Yesu Kristo nao walikuwa ni Wayahudi kama Wayahudi wenzao, na walijisifia sana kuhusiana jengo la hekalu la Yerusalemu, na walijisifia sana. Mara nyingi ungesikia Wayahudi wanahapa juu ya hekalu la Yerusalemu,
wanaapa juu ya misingi ya hekalu ambayo ilikuwa imejengwa kwa dhahabu, ilikuwa imejengwa na ndani yake wamechomeka madini ya dhahabu. Kwa hiyo walikuwa wanajisifu sana juu ya jengo la hekalu la Yerusalemu. Sasa wanaenda kumuuliza Yesu, kumuonesha Yesu Kristo, anawaambia kwamba halitasalia jiwe juu ya jiwe lingine ambalo halitabomoshwa. Kwa lugha nyingine, Yesu Kristo anawaambia habari ambayo kwao ni habari mbaya kuhusiana na kuharibiwa kwa Yerusalemu, kuharibiwa kwa Yerusalemu. Sasa ukisoma utaangalia, utaona mambo hayo. Yesu Kristo hakufurahia sana majengo ya Yerusalemu. Furaha ya Yesu Kristo haikuwa iko kwenye majengo, bali furaha ya Yesu Kristo ilikuwa kwa mioyo ambayo ilikuwa tayari kutubu na kuungama na kujisalimisha mikononi mwake. Yesu Kristo furaha yake imejengwa kwa wale wanaojisalimisha mikononi mwake, wanaojisalimisha mikononi mwake. Na unaposoma Mathayo sura 23 aya ya 37 na aya 39, utaona furaha ya Yesu Kristo haiko kwenye majengo, bali iko kwenye mioyo ambayo inajiandaa kwa ajili ya uzima wa milele, inayojiandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Furaha ya Yesu Kristo iko hapa. Na wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Jukoki TV unayesikia sauti hii, Mungu hafurahii kwa vile wewe unavyoonekana, kwa namna ulivyo. Yesu Kristo afurahii kwa namna ulivyo, bali anafurahia pale anapoona moyo wako uko tayari kwa ajili ya kujisalimisha mikononi mwake. Kwa hiyo furaha ya Yesu Kristo hiko pale ambapo anaona wewe umejisalimisha mikononi mwake. Jisalimisha mikononi mwa Kristo. Unapojisalimisha katika mapenzi ya Mungu, unapokuwa tayari kujisalimisha kwa Mungu Mwenyezi aliyeumba mbingu na nchi, hapo ndipo unapoijenga furaha ya Yesu Kristo katika maisha yako. Yesu Kristo hakufurahia uzuri wa majengo, kwa sababu ndani ya majengo humo, waliokuwa wanaishi ndani ya majengo humo walikuwa wanaishi humo ndio, lakini mioyo yao ilikuwa mbali sana na mapenzi ya Mungu, kwa mbali sana mapenzi ya Mungu. Yesu Kristo anawaambia, kwa sababu ya kuishi maisha ya namna hiyo, kutokufurahia haki katika kutokutenda haki kwenu kunasababisha ninyi muweze kuangamizwa. Hiyo anawaambia halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Yesu Kristo alikuwa anazungumza habari za kifo cha Wayahudi ambao wangekutwa wakiwa ndani ya mji wa Yerusalemu, na Wayahudi ambao wangeshindwa kuisikia sauti yake wasitoke katika Yerusalemu. Sikiliza Mathayo sura ya 24, ukisoma sura ya 24 fungu la 3, wanafunzi wa Yesu wanajiuliza maswali mengi. Kwa nini Yesu Kristo anazungumza jambo la namna hiyo? Unaposoma fungu la 3 wanasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili? Msikilizaji, zingatia neno dalili. Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kwa hiyo Yesu Kristo anaulizwa vitu vitatu vya msingi. Na tuambie, dalili ya mambo haya ni nini? Ni lini haya mambo yatatokea? Yapi? Kuhusiana na habari za kuharibiwa kwa Yerusalemu. Habari za kuharibiwa kwa Yerusalemu, ambapo Yesu anasema halitasalia jiwe juu ya jiwe lingine ambalo halitabomoshwa. Tuambie, mambo haya halitasalia jiwe juu ya jiwe lingine ambalo halitabomoshwa yatakuwa lini? Jambo la kwanza hilo. Jambo la pili ni hili, nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Dalili ya kuja kwako. Jambo la tatu, dalili ya mwisho wa dunia. Dalili ya mwisho wa dunia. Yesu Kristo anaanza kuzungumza hayo yote kwa upana kabisa, kwa kina zaidi kabisa, ili sasa na mwisho kwenye fungu la 23 anatoa hitimisho, anasema, muyaonapo haya yote changamkeni, kwa mtini jifunzeni neno hili. Ninazungumzia dalili za mapambazuko ya kiroho
kuja kwa Kristo mara ya pili na kufungwa kwa historia ya dunia. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu Kristo walimfuata Yesu Kristo kwa faragha. Walimfuata Yesu Kristo kwa faragha, walimfuata privately ili aweze kuambia dalili ya hayo mambo: moja, kuanguka kwa Yerusalemu, kuvunjwa kwa mji wa Yerusalemu; namba mbili, dalili ya kuja kwake mara ya pili; namba tatu, dalili ya mwisho wa dunia. Ndivyo ambavyo neno la Mungu linavyozungumza. Sasa nahitaji nikwambie ya kwamba Yesu angali bado anahitaji watu wamfuate faragani. Lugha ya Kiingereza anatumia neno privately, wamfuate faragani. Yesu Kristo anahitaji wewe mpenzi mtazamaji wa Jukok TV umfuate Kristo faragani. Unapomfuata Yesu Kristo faragani, akueleze dalili za maisha yako, dalili za kuja kwa Kristo mara ya pili, dalili za mwisho wa maisha yako unapokuwa hapa duniani. Usiishi kama watu wanaoishi gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia, neno la Mungu linasema ya kwamba wanafunzi wake Yesu Kristo walimfuata faragani. Ndipo sasa wanapomfuata faragani, wakamuuliza, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Ni kipi tutakachokiona iwe ni dalili ya kuangamizwa kwa Yerusalemu, kuharibiwa kwa mji wa Yerusalemu, kuvunjwa kwa hekalu la Yerusalemu, dalili ya kuja kwako mara ya pili, dalili ya kuja kwa Kristo mara ya pili, dalili za mapambazuko. Yesu Kristo anahitaji umfuate katika faragha, mfuate katika maombi. Inawezekana haujui dalili za kuja kwa Kristo mara ya pili. Inawezekana haujui hata kuzihesabu siku zako za maisha yako, hauelewi kitu chochote. Ndipo Kristo anasema mfuate faragani, fuate faragani. Dalili za kuja kwa Kristo mara ya pili ndizo dalili za pambazuko ninazozungumzia katika somo la siku ya leo, katika mfululizo wa masomo haya. Yesu Kristo anaanza kufungua kinywa chake akieleza dalili za mapambazuko taratibu, lakini kwa uhakika. Katika mafungu haya kuanzia fungu la 4 hadi fungu la 8 kwenye Mathayo 24, Yesu Kristo anaonesha dalili za mwisho za kwanza ambazo anazungumza ya kwamba ni mwanzo wa utungu. Naomba usikilize, anazungumza kwamba dalili hizi zinavyoonekana ni mwanzo wa utungu. Anaposema ya kwamba dalili hizi zinavyoonekana ni mwanzo wa utungu, unatakiwa kuelewa jambo fulani. Mwanamke akiwa mjamzito, utungu ukionekana, usihesabu miezi, usihesabu mwezi, usihesabu wiki, usihesabu siku nyingi, bali hesabu masaa. Yaani utungu ukishamshika mwanamke, hesabu masaa. Hayatapita masaa 12 kabla hajajifungua. Masaa 12 yakipita kabla hajajifungua, basi anaweza akapata shida ya kuzaa mtoto ambaye amekwisha kufa, au na yeye akapoteza uhai. Yesu Kristo kwenye Mathayo sura 24 aya ya 4 hadi aya ya 8 anaonesha kadhalika, mzionapo dalili hizi anazozitaja kwenye mafungu hayo, huo ni mwanzo wa utungu. Anataja kwenye dalili kwenye mambo hayo, anataja mambo yafuatayo. Jambo la kwanza anataja vita, jambo la pili anataja njaa, jambo la tatu anataja matetemeko ya ardhi, jambo la 4 anataja wakristo wa uongo. Hizo ni dalili ambazo ni mwanzo wa utungu. Kwenye fungu la 4, fungu la 5, fungu la 6, fungu la 7, fungu la 8 anasema ya kwamba huo ni mwanzo wa utungu. Lakini baada ya kuonesha hayo, kwenye fungu la 9 hadi fungu la 14 anaonesha dalili nyingine za mapambazuko, hizi ambazo ni dalili za mwisho. Mwanzoni ametaja makristo wa uongo kama mwanzo wa utungu, lakini mwishoni pia anataja manabii wa uongo, ambao manabii wa uongo hao ndio makristo wa uongo. Lakini jambo lingine anasema, baada ya kusema manabii wa uongo, anasema upendo wa wengi utapoa.
anazungumza kutakuwepo na dhiki, na mwisho kabisa anasema ya kwamba tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, na hapo ndipo mwisho utakapokuja. Kwa hiyo Mathayo sura ya 24 aya ya 14 anapoelezea dalili zote zinazoelezea kuelekea mwisho wa wakati, anaelezea habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Kwa hiyo dalili ya mapambazuko ni habari njema kuhubiriwa ulimwenguni kote. Hiyo ni dalili ya mapambazuko, mapambazuko ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Kwa hiyo habari njema ya ufalme ndiyo dalili ya mapambazuko, na injili itatuleta katika dalili ya mwisho wa wakati kabisa, dalili ya mwisho wa wakati kabisa. Kwa hiyo habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa ulimwenguni kote, na huo utakuwa ushuhuda kwa watu wote wenye mwili ya kwamba jiweke sawa, jiwekeni tayari, Yesu Kristo anakuja. Sikiliza, hichi ni kipengele cha kwanza na hichi ni utangulizi tu, na baadaye tutazama kwa undani zaidi, tuangalie dalili ambazo anazizungumzia. Kumbuka, hili ni swali ambalo Yesu Kristo analijibu kutokana na maswali aliyoulizwa na wanafunzi wake. Tuambie mambo haya yatakuwa lini, kuhusiana na jambo ambalo analisemea, halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Yesu Kristo kwa mfululizo wa matukio, anapoanza kujibu matukio yanayoonekana kama dalili, anaanza kuonesha dalili kwanza za kufungwa kwa historia ya dunia, mwisho wa dunia, dalili za kuja kwake mara ya pili. Sasa kipo kipengele kingine anachokizungumzia habari za kuharibiwa kwa Yerusalemu. Hizo tutakuja kuziangalia kwa kina, alafu tuangalie nini ambacho anamaanisha, na kuahidi mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Jukoki TV, usikubali kupitwa na somo hili. Hichi ni kipengele cha kwanza. Tunakuja na kipengele cha pili, tuangalie kwa undani zaidi kuhusiana na dalili za mapambazuko. Utashangaa Yesu anavyofunua haya mambo kwa kina, ili usije ukapitwa ukaonekana kama uko gizani, haya mambo yakakupata wewe ukiwa huna habari. Huu ni utangulizi tu, tunakuja kuingia kwa undani zaidi. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu. Karibu kwa kipindi kinachofuata. Kabla tujafunga kipindi hiki ambacho tunakianza kwa sasa, ambacho tunakimalizia kwa sasa, ni kualike tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unaishi juu mbinguni, tuongoze katika kujifunza masomo haya, na tuongoze zaidi sana tunapotafakari somo hili. Msikilizaji na mtazamaji aliyesikiliza neno hili, ukambariki zaidi, neno hili likamjenge, na sote tukaendelee kujiandaa kwa ajili ya ufalme wako. Asante, na tunaomba hivi tukiamini katika jina la Kristo Bwana Mwokozi wetu. Mkoa kwa mkoa, taifa kwa taifa, bara kwa bara, na Jukoki TV, mwanga wa Injili.